Rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin kwa mara ya kwanza tangu kuanza kwa vita nchini Ukraine mwaka 2022 amevalia sare za kijeshi na kuelekea katika eneo la mapigano la mkoa wa Kursk. Rais Putin wakati akiwa katika sare za kijeshi akikutana na viongozi wa jeshi la Urusi ametoa onyo kali kwa mamluki wa kigeni wanaopigana katika eneo hilo la Kursk, akisema kwamba watachukuliwa kama magaidi. Mamluki wa kigeni wanaopigania Kiev wanapaswa kufahamu kwamba hawana ulinzi sawa wa kisheria chini ya sheria za kimataifa kama wapiganaji wa kawaida wa Ukraine. Rais huyo wa Urusi alisema wakati akiwa katika ziara katika mkoa wa Kursk. Akizungumza katika mkutano na wakuu wa wafanyakazi wa Urusi na makamanda wa kijeshi siku ya Jumatano, Rais Putin alisema kwamba mwanajeshi yeyote wa Ukraine au mamluki wa kigeni aliyekamatwa katika ardhi ya Urusi anaweza kuchukuliwa hatua kama gaidi kwa mujibu wa sheria za Urusi. Watu wote wanaofanya uhalifu dhidi ya raia katika eneo la mkoa wa Kursk wanakabiliwa na wanajeshi wetu, vyombo vya kutekeleza sheria na huduma maalum ni magaidi kwa mujibu wa sheria za shirikisho la Urusi. Putin alisema hivi ndivyo ofisi ya mwendesha mashtaka mkuu wa Urusi na kamati ya uchunguzi inavyostahili kuchukua hatua. Hata hivyo, kiongozi huyo wa Urusi, Rais Vladimir Putin, kwanza ameonyesha kupongeza jeshi lake kutokana na hali ya kusonga mbele zaidi na kuwafukuza wapiganaji kutoka nchini Ukraine ambao walivamia eneo la Kursk tangu mwezi Agosti mwaka 2024, lakini ametoa wito wa kuondolewa haraka wale waliosalia na kwamba zaidi ya wanajeshi 400 ambao wako mikononi mwa Urusi watachukuliwa sheria kali. Putin alisisitiza kwamba Urusi inawatendea na itawatendea watu wote kwa utu, ikiwa ni pamoja na wafungwa wa vita, lakini alionya kuwa mamluki hawana hadhi sawa ya kisheria kama askari wa kawaida. Bado nataka kuwakumbusha kwamba mamluki wa kigeni hawatalindwa na mkataba wa Geneva wa mwaka 1949 juu ya kuwa mateka wa kijeshi, kiongozi huyo wa Urusi alisema. Eneo la mpaka lililokabiliwa na uvamizi mkubwa wa Ukraine mnamo Agosti mwaka 2024 na wanajeshi wa Urusi wamekuwa wakiwarudisha nyuma hatua kwa hatua katika operesheni ambayo imeongezeka katika wiki za hivi karibuni. Katika maeneo yaliyokombolewa, wachunguzi wa Urusi wamepata ushahidi wa wanajeshi wa Ukraine kufanya ubakaji, mateso na mauaji dhidi ya raia wakati wa uvamizi wao. Mamluki wa kigeni pia wamechukua jukumu kubwa katika uvamizi huo wa Ukraine, kulingana na mamlaka ya Urusi ambayo imeonya kwamba wanajeshi wowote wanaunga mkono Kiev watachukuliwa hatua, kama alivyoeleza Rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin baada ya kutembelea katika eneo hilo la Kursk. Chini ya mkataba wa Geneva wa 3, wapiganaji wa kawaida wanaopigania nchi inayotambulika katika mzozo wanapewa ulinzi ikiwa watakamatwa na upande unaopigana. Hali ya mateka inahakikisha upatikanaji wa makazi, chakula, matibabu na ulinzi dhidi ya uhasama, pamoja na ulinzi dhidi ya vurugu, vitisho na matibabu ambayo si ya kudhalilisha. Pia hawawezi kufunguliwa mashtaka kwa kushiriki tu katika vita isipokuwa wamefanya uhalifu wa kivita. Hata hivyo, kifungu cha 47 cha itifaki ya ziada cha kwanza katika mkataba huo kinawatenga kwa uwazi mamluki dhidi ya kuainishwa katika wapiganaji wa kawaida, kumaanisha kuwa hawana haki ya kupata hadhi ya mateka wa kivita. Mamlaka ya Urusi imewafungulia mashtaka mamluki wa kigeni wanaopigania Kiev mnamo Januari. Mahakama ya Urusi ilimhukumu mgambo mstaafu wa jeshi la Marekani Patrick Creed kifungo cha miaka 13 jela kwa kutumikia na raia wa Ukraine kuanzia mwaka 2022 hadi mwaka 2023. Mwezi Machi, raia wa Uingereza James Scott Ray Anderson alihukumiwa kifungo cha miaka 19 jela na mahakama ya Urusi baada ya kupatikana na hatia ya uhalifu dhidi ya raia huko Kursk. Basi mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, lakini pia kusubscribe channel yetu hii. Jina langu ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia. Utaweza kuyafahamu ya ulimwengu kupitia The World News.